michuano yote ambayo tunashiriki bado haiondoi ukweli ya kwamba tunajenga timu. Umeona mwalimu amemintroduce kijana mdogo kutoka under 20, maana yake anaendelea vile vile kujenga timu yake kwa kutanua wigo wa kuchukua vijana kutoka timu za vijana za Simba. Kwa hiyo yote hiyo bado ni mapitio ya kuendelea kujenga timu. Kwa hiyo hata kama tunachukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC, ubingwa wa kombe la CRDB, ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika, bado ukweli hauondoke kwamba tunaendelea kujenga timu. Tofauti ni kwamba sisi ni timu kubwa. Huwezi kujenga timu ukiwa unashika nafasi ya 5, ya 6, ya 7 kwenye ligi ama umeondolewa kwenye hatua za mwanzo za CRDB. Unajenga timu huku unapigania malengo ya klabu, kwa sababu mashabiki hawatakuelewa unajenga timu huku unashika nafasi ya 8. Kwa hiyo wakati unajenga timu huko unafanya vizuri. Mchezo wa robo finali hauwezi kuwa mchezo wa daraja la chini. Mbeya City ni timu ambayo ina wachezaji top class, wakina David Mwasa, wakina Peter Mwalianzi, wakina Mudathir, ni wachezaji wa kiwango cha hali ya juu mno. Joshua Mutale kufunga kwenye mechi yenye wachezaji wa namna hiyo, maana yake kuna kazi kubwa amefanya. Lakini ukimwangalia Joshua unaona kuna improvement kutoka mechi moja hadi mechi nyingine. Ni ukweli kwamba hajaanza vizuri tangu amekuja Tanzania. Hasa mwalimu anamtafutia mechi za kwenda kumpa confidence. Tumeona mechi iliyopita hapa na Bigman alifanya vizuri kwenye kombe hili la shirikisho na akawa mchezaji bora. Mechi ya leo tena amecheza vizuri, amefunga goli zuri. Kwa hiyo unaona anapata confidence mechi hadi mechi. Maana yake ni kwamba ikifikia point mwalimu akiridhika na kiwango chake, atakwenda kumpa mechi zenye ushindani na mechi zenye pressure kubwa zaidi, kwa sababu tayari atakuwa amesharidhika na ubora wake. Hapo mwisho unajua alikuwa anamzungumzia nani? Buda. Mutale bwana. Naona kama amekuwa wa moto sasa, amekuwa moto kwenye michuano hii ya shirikisho. Ndio. Goli 3 na kila akipata nafasi unaona jinsi ambavyo anafanya perform. Inawezekana pia hata timu ambazo tunakutana nazo bado level yake sio kubwa. Lakini Mbeya City kidogo ni kipimo kizuri kwa sababu kwenye championship na unajua yuko nafasi ya pili. Material ya ligi kuu hiyo bwana. Unaona jinsi ambavyo Azam alivyofanya pale Azam Complex, unaweza kuelewa ni timu ile jawabu tena. Lakini kwa ujumla moja ya sifa ambayo tunaweza tukapeleka ni kwa kocha Fadlu. Ndio. Kirahisi tu mtu kama Joshua Mutale kwa jinsi pressure ilipokuwa angeweza kupotezwa kabisa. Lakini mwalimu alimbadilisha majukumu. Akaambia bwana wewe kaa pembeni kwanza tukutengeneze uanze kurudi kwenye mfumo taratibu. Na unaona sasa hivi akipata nafasi hata performance yake inaonekana, confidence anayo pia. Labda kama ataendelea kuwepo msimu ujao labda wana Simba wanaweza kumfaidi, lakini msimu huu alianza na mguu mbaya sana. Lakini kwa ujumla hapo tumemsikia Ahmed Ally akiongelea kuhusu kujenga timu. Credit sana kwa Fadlu Davis kwa jinsi ambavyo ameingia na kuibadilisha Simba ndani ya muda mfupi. Unajua kwa kocha mpya na kupata wachezaji wapya. Unajua Simba waliingiza wachezaji 14 wapya ambao wote mwalimu inabidi awatafutie mfumo wa kuishi nao wa kuweza kufunction vizuri kwenye kile ambacho anakitaka. Kwa ndani ya muda mfupi, miezi 9 tu tokea Fadlu ameanza kukaa na hiyo timu, tumeona mabadiliko kutoka zile kelele na mabango ya msimu uliopita mpaka sasa hivi wana Simba wanafurahi. Miezi 9 yuko nusu finali ya shirikisho Afrika. Ndio. Yuko nusu finali ya shirikisho Tanzania, nafasi ya pili ligi kuu akiwa na michezo 3 mkononi. Sawa. Lakini pia unaona jinsi ambavyo timu imebadilika, timu inacheza, timu ina ushindani, ina intensity, ina kila kitu. Kwa hiyo ndo kusema sasa timu imeiva japo sio tena kubamba kujenga timu. Wenyewe wanasema baada ya kujenga timu, lakini ukiangalia kiuhalisia mambo yanaenda vizuri, timu imeiva, na hata kama msimu ujao wataongezea maeneo machache sana kuimarisha, na naamini hawa wachezaji wapya ambao wameingia msimu huu, msimu ujao watakuwa moto zaidi. Mfano tumeona ameingia Jidisha Dogo, lakini mimi naamini atakuwa hatari zaidi msimu ujao akianza pamoja na wengine, kwa sababu ndani ya muda mfupi hakuna mtu tena na doubt kwa nini alisajiliwa Mpanzu ndani ya Simba. Ndani ya muda mfupi hakuna mtu ambaye sasa hivi anapiga kelele za mkwala. Kwa hiyo mwalimu amekuwa anawasoma wachezaji wake vizuri na kuwapa nafasi taratibu. Sasa hivi unaona wakati mkwala amestep up anafanya vizuri, Ateba ni kama kuna namna gia yake imeshuka.
amekuwa akikosa magoli ambayo nafasi za wazi kabisa. Jana kafunga goli, lakini nafasi ambazo amezikosa na alizofunga nafasi tatu ambazo unaweza kusema huyu anahitaji confidence hii kuelekea katika mchezo wa nusu finali. Hivi sio kwa sababu tunaweza kusema inaweza kuwa ni moja kati ya sababu kwamba mawazo na akili zao pia zinawaza kibarua kikubwa sana ambacho wanacho weekend hii hapa ambacho naifuata. Naidi nafasi hizo maana ni weekend hii aina hizo za nafasi Ateba amezikosa hata kabla ya nusu finali. Kwa nafasi kwa kuna muendelezo wa makosa madogo. Yes, kwamba Ateba sio yule ambaye watu wamemzoea akiwa hatari ndani ya boksi, nafasi anazitumia vizuri. Yale magoli ambayo amefunga huko nyuma, sawa kuna penalty na nini, lakini ilikuwa ni uwezo wake wa kuweza convert kila nafasi atakiwa finyu. Kuna muda katikati hapa Simba ilikuwa ndio nafasi chache sana, lakini katika hizo chache walikuwa wanazitumia vizuri. Sasa hivi nafasi zinamwangukia Ateba nyingi, anazitumia vibaya. Kwa hiyo inaleta maswali kidogo, kuna kitu gani kinaendelea? Jana niliona mahala fulani umeandika unasema Ateba anakosa sana magoli kabisa. Kuna nafasi alifai kukosa mara mbili, kipa hayupo. Yaani kipa beki hayupo. Yaani ni goli liko wazi, ni wewe tu utulivu kupress mpira ndani ya nyavu. Mmoja akarudisha mpira ulikotoka, mwingine akapiga off target. Ilikuwa ni mechi gani KMC pale nakumbuka. Alafu nafasi kama ile akaja kaipata Ezra Mwenda akafunga beki, yani kwa utulivu kabisa. Kwa hiyo kuna kitu kama kiko sawa kwa Ateba, sijui wanaonaye karibu wanaweza wakamsaidia kwenye hili. Unajua kwa Ateba kwenye kukosa chances kiwanjani ni kitu ambacho kimejionyesha kwa muda mrefu sana. Yaani toka aje anaonekana sio mchezaji ambaye yuko clean kwa akiwa analitazama lango, kwa sababu mastrika huwa wanatofautiana sana. Kuna striker ambaye ukimtengenezea nafasi 3, nafasi 2 zinaweza zikawa ziko ndani ya wavu tayari, lakini wapo mastrika ambao anaweza kukosa nafasi 2 alafu moja ndio akaweka mpira kwenye wavu. Kwa hiyo huwa kuna utofauti. Kwa mfano hata kwenye mchezo ambao Simba wacheza dhidi ya Al Masry hapa nyumbani, mimi moja kati ya kitu ambacho nilikiandika pia na nilikuwa nakifikiria sana ni kwamba Simba wanahitaji mabao ili waweze kuvuka kwenda kwenye hatua inayofuata. Mchezaji ambaye anaonekana yuko clinical kwenye eneo la ushambuliaji la Simba, ama kati ya wale washambuliaji watatu kwenye kikosi cha Simba, mchezaji ambaye anaonekana ukimtengenezea chances kwenye wastani wake wa kuconvert ama wa kuzibadilisha kuwa mabao, nilikuwa namuona Mkwala zaidi yuko vizuri kuliko Ateba. Na sio kutokana na kwamba ile mechi iliyopita tu ambao wacheza ugenini, ni kutokana na msimu mzima wa Ateba. Ateba uzuri wake ni kwenye kuchangia namna ambavyo timu inacheza. Yaani Simba ikiwa inacheza, ikiwa inahitaji kucheza kwenye flow yake ambayo Fadu anahitaji, anamhitaji sana Ateba kutokana na uwezo wake wa kuweza kuiconnect timu wakati inashambulia, kutokana na zile nguvu zake ambazo yuko nazo. Anaweza ka hold mpira, lakini pia kuna muda amekuwa akidrop hapa chini kwa ajili ya kuweza kuungana na viungo, na hicho kinatengeneza pia nafasi kwa ajili ya wachezaji wengine kuweza kupita na kuweza kwenda kuscore, na ni kitu ambacho kimekuwa kinawasaidia sana Simba. Lakini kwenye namna ambavyo sasa timu imebanwa siku hiyo, inahitaji nafasi 2 au inahitaji nafasi 1 iweze kushinda mchezo. Ateba amekuwa striker ambaye ana uwezo mkubwa wa kubadilisha hizo nafasi kwa mabao. Kwa hiyo kwa mchezo wa jana, kwenye kile ambacho mimi nilikiona, kusema ukweli sikukishangaa, kwa sababu ni mtu ambaye kuna nafasi za wazi zaidi hata ya zile za jana alishai kuzikosa. Na sometimes ni kama vile anakuwa na pressure kubwa kutokana kwamba unaona kabisa analitazama lango, nguvu ambayo anaitumia kuupiga mpira inakuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo unaweza kuhusisha na kwamba labda pressure inamvaa kutokana na kile ambacho labda sasa hivi kinatokea. Ni kama vile Mkwala ameaminiwa kwenye mchezo uliopita, na kwenye mioyo ya mashabiki wa Simba Mkwala tayari amekwisha kuweka kitu. Lakini pia hata kwenye mbinu za Fadu Davis, naamini kwa sasa hivi atakuwa kwenye hii michuano ambayo anahitaji mabao, atakuwa lazima anamuhitaji sana Mkwala. Lakini kwa mchezo wa jana ukijaribu kutizama Maulid, ni mchezo ambao kwa timu zote mbili wana vitu vya kujivunia. Unajua Mbeya City wametoa game nzuri sana kwenye mchezo wa jana. Na ukiacha mchezo wa jana, pia mchezo wa Azam walitoa game nzuri sana. Inaonekana ni timu ambayo imejiandaa vizuri na ligi kuu hapo itapanda. Lakini hapo kwenye Mbeya City makosa madogo pia inabidi wayarekebishe, kwa sababu ndani ya dakika 8 tu ilitosha wao kufungwa magoli 2 na Simba baada tu ya wao kutangulia ile bao la utangulizi. Na unajua hayo mabao 3 ambayo walifungwa yalikuwa ni ndani ya mbinu za Simba kuweza kuifungua safu ya ulinzi ya Mbeya City. Unajua Mbeya City jana
walikuwa kwenye eneo lao sana, kwa maana ya kwamba walicheza kwenye mid block kwa muda mrefu sana, Simba wakiwa na mpira. Sasa Simba walijaribu kutengeneza combination play kwenye maeneo ya pembeni ya kiwanja ili kuweza kuwafungua, lakini pia wakajaribu kutumia faida ya wachezaji warefu ambao wako nao pamoja na maumbo, lakini pia wachezaji ambao wana uwezo wa kudeliver mpira mzuri kwenye box. Kwa sababu ukiwa unacheza dhidi ya timu ambayo imekomiti wachezaji wengi sana kwenye box lao, unachotakiwa kufanya ni kwanza kupiga mashuti, lakini mbili kutengeneza hizo combination play ambazo zitawafanya wapinzani waweze kuachia hiyo mianya, lakini kitu cha tatu lazima uhakikishe kwamba una wachezaji ambao wana uwezo wa kuconnect mipira ya cross, kwa sababu itakulazimisha tu lazima kuna muda upige cross. Sasa ukijaribu kuangalia goli la kwanza ambalo alifunga Ateba, ni goli ambalo linatokana na Simba kucombine kwenye eneo la pembeni ya kiwanja. Nadhani Chasambi na Ngoma walicombine vizuri sana, cross ikapigwa, Ateba akatumia faida ya umbo lake pamoja na frame yake ile, akaupiga mpira ukaenda ndani ya nyavu. Goli la pili ambalo Ateba mwenyewe alilifunga ni kutoka kwenye mpira ambao ulikuwa ni wa kona, wakapiga ule mpira ukaenda kwenye box, Simba wakawa wamefunga bao. Kwa hiyo ni faida ya umbo ambalo alikuwa nalo Ngoma kwa muda huo. Lakini goli la tatu la Mutale ni uwezo wa mchezaji binafsi. Unajua kile kitu ambacho alikifanya Mutale pale ndicho kitu ambacho watu wanahitaji afanye karibia kila siku. Yaani kwa sababu yeye ni mfupi, unajua ukiwa mfupi tunasema unakuwa na low center of gravity, yani unakuwa una uwezo wa kupita kwenye zile kama vile njia za panya ama kuoperate kwenye maeneo finyu tunasema. Na kile ndio kitu ambacho alikifanya. Aliwatambuka mabeki wengi sana, alipasua ile ngome katikati pale na mwisho siku akaenda kufunga bao. Kwa hiyo hayo mabao matatu ambao walifungwa, yes, kwa mwalimu lazima atasema yalikuwa kuna makosa madogo ambayo yalikuwepo kutokana kwamba wale watu ambao walipiga vichwa kulitakiwa kuwa kuna watu ambao wanamaki, lakini pia Mutale anapitaje vile na mpira na mnamwangalia tu. Lakini kusema ukweli ukiangalia quality yao wachezaji ambao wamefanya hivyo vitu, lakini nenda kaangalie ni nini ambacho walikuwa wanakihitaji. Yani hiyo ndio ilikuwa mbinu yao ya kwa ajili ya kuweza kuwafungua Mbeya City. Kwa hiyo nadhani kwa mwalimu ni sahihi kusema hivyo, lakini kusema ukweli ulikuwa ni mlima mzito sana kwao kuzuia kile kitu ambacho Simba labda walikuwa wanakifanya jana. Kwa ni magoli ambayo ulikuwa unategemea kwamba hata kama labda alisingefungwa moja, lakini lazima mawili angefungwa, Simba bado wangeweza kushinda mchezo. Lakini kwa Mbeya City pia bao ambalo walilifunga kwa sababu kwa mchezo wa jana ulikuwa unategemea kwamba lazima kwenye eneo la Simba Mbeya City wao wachache. Na walikuwa wanamtegemea zaidi yule striker wao ambaye mwili wake ni mkubwa, yule Mudathir Saidi ambaye of course ana experience ya ligi kuu yule. Sasa walichokuwa wanakifanya ni kupiga mipira ambayo yeye anaweza kaihold, au wakapiga mpira nyuma ya safu ya ulinzi ya Simba, alafu watu wakaweza kushambulia hapo. Kwa hiyo ili pay off kwenye Mudathir aliweza kuhold ule mpira, akawazunguka mabeki wa Simba na mwisho siku akaweza kufunga. Kwa hiyo kwangu mimi karibia hizi timu zote mbili inaweza kuwa kwa walimu wa timu zote mbili kuna namna fulani ambavyo game plan ambazo waliingia nazo ni kama vile zilienda kufanikiwa kiasi kwa Mbeya City, lakini pia kwa Simba zilifanikiwa zaidi kutokana na kwamba walishinda mchezo kutokana na quality ambayo wako nayo. Bana